Achane naye, anahangaika naye kazi gani? Achana naye. Hakuna haja ukawa unambembeleza mtu ambaye hana manufaa na wewe, unaachana naye. Labda na yeye akikaa naye anajua kitu anachokitengeneza, hatuwezi kujua. Wao wenyewe ndio wanajua. Sisi wanapoingia kwenye mtandao wakajianika, na sisi tunapita umomo. Tufanye nini? Wakifanikiwa kusajili washabiki wapya, pengine inaweza ikaleta athari yote ndani ya Simba Sport Club. Mashabiki wapya wawepo, kwa sababu na yenyewe ni maendeleo mojawapo. Lakini huwezi kuniambia kwamba itakuwa ni maendeleo kwenye klabu, kwa sababu unao wasajili hawa. Unajuaje? Anajua kitu ambacho kipo mfukoni, huwezi kukipigia mahesabu. Unapigia mahesabu pesa ambayo ipo kwenye mfuko wa mtu. Unajuaje kama wale watakuja kupata morali wakatoa pesa? Kama sio kwamba wanataka kadi kwa ajili ya kuingia kwenye mkutano. Kuna watu wengine wataingia kwenye mkutano, wengine wanajua kiingia kwenye mkutano wanapata pesa, ndio akili yao watu wengine. Kwa hiyo akiingia pale mara moja, akiona hamna kitu chochote kile, anazira, anaondokana nao. Mbona watu wengi wana kadi? Sasa nataka kuwauliza, kwani hakuna watu ambao wana kadi na walipi? Kwa ina maana wao ni wapo, wana kadi zao, lakini hawafanye nini? Hawalipi. Na sio wote wanaoenda kanisani wanaenda kuomba, na sio wote wanaoingia kanisani wanaenda kumtumikia Mungu. Kuna watu wengine wanaenda kwa njia zao, na hao wengine hao wanaotaka hizi kadi anaweza kuwa ni mkumbo, nataka mkumbo, na ina imani ni mkumbo. Mtu anaweza akatoka nyumbani, ana pesa, ana nini, anakuja uwanjani, anakuja kuomba tiketi ya kuingia uwanjani. Sasa ndio hao ambao wanaotaka kadi, mwisho wa siku hawatoweza kulipia. Usipige mahesabu, acha kupiga mahesabu. Tengeneza hiki kilichopo hapa, ndio kisha kitengeneza, ndio ujue na mambo mengine. Sasa unadhani kwa huu mwenendo ambao mnaenda nao Simba inaweza ikakaa sawa hivi karibuni? Itakaa sawa tu. Kwani kujipanga ni muda mrefu? Wao wenyewe tu tofauti zao zikiisha, hata leo, hata asubuhi, hata jioni, wakaingia wakatangaza tofauti zetu sisi zimeisha. Mbona mambo yako vizuri na timu zikacheza vizuri, wala hamna shida. Kila kitu kitakaa sawa. Tunafahamu kwamba Simba ni mashabiki ndio wanaunganisha Simba ionekane kama Simba. Kama hivi Simba hamna umoja nyewe mashabiki, nini kifanyike sasa ili muweze kuwa na umoja? Sasa mashabiki watakuweje na muunganiko wakati viongozi muunganiko hawana? Wanatugawa wao wenyewe, wanajigawa wenyewe, sina sisi wanatugawa. Na ndio maana hata huku muunganiko haupo. Tulikuwa tunaingia uwanjani, uwanja ulikuwa unajaa unatapika. Mpaka tukaja kupewa tuzo la mashabiki bora. Lakini sasa hivi iko wapi? Uwanja tukiingia pale mpaka mimi nashindwa hata ile Simba Day hawakutapika kama jinsi inavyokuwa kama miaka mingine. Haikufikia kama miaka mingine, mpaka unakuta hata pale kwenye vikorido vyote vimejaa. Ni kwa sababu ya wao wenyewe. Tengeneza mazingira kwanza. Ndio maana unapomuomba Mungu, ambe nisamee makosa yangu kama ninavyomsamee wenzangu walionikosea. Kwa hiyo kwanza tengeneza huku kwanza. Ukishamaliza ndio uje uingie kwenye nini? Kwenye mambo mengine. Wajitengeneze kwanza, wajiangalie kwanza wanakosea wapi, una matatizo wapi, na wakubali kukosolewa. Usipokubali kukosolewa, wewe sio kiongozi bora. Kiongozi bora ni yule anayekubali kukosolewa. Kosolewa kwanza ndio kiongozi bora. Kwa upande wenu nyinyi mnahitaji nini kifanyike kwa wakati huu? Kwamba Mangungu aachiwe timu aondoke, au pengine ule mkataba alioweka na mzabuni wa kutengeneza kadi wa uvunje, au tajiri amuondoe Magoli? Yote yanaweza yakafanyika kwa wakati mmoja. Kila jambo linalowezekana linaweza ikafanyika kwa wakati mmoja. Umeshanielewa? Wamrudishe Mo, wawe naye, wakae mezani. Na viongozi wetu wa serikali, kuna hao viongozi ambao ni mashabiki, ni wanachama, wanatakiwa wamuitishe Mo, waitishe hao kina Mangungu, lile jopo lote lililokaa wakati wakwenda kutengeneza hizi kadi, wanatakiwa waitwe wote, viongozi wawaite, wakae nao, mna mkakati gani ili na mtu na yeye mwenyewe hawe huru. Unaweza ukamtoa yani kiunyonge namna hiyo. Ngoja nikwambie kitu, laana sio mpaka upewe laana na wazazi wako. Laana unaweza ukapata laana kutokana na
matendo yako unayoyafanya. Huyu hapa akilia akaanguka chini, akasema hakika kweli kama mimi niliwasaidia na ingawa kwenye timu ilikuwa ni mbovu, nikaifanyia mambo yaliyo mazuri. Leo wananitoa kama mbwa, leo wananitangaza vibaya, leo wanatafuta wauni ovyo ovyo, wanawapa taarifa zangu ili mimi nichafuliwe. Kweli Mungu atasimama na hiyo timu wanaotegemea na vitu vyote wanaovifanya vinaweza sifanikiwe. Lakini jambo la kwanza, ili uweze, Mungu anasema ili uweze kwenda kuchukua sadaka yako kuitoa kanisani, nenda kaiache kwanza ile sadaka yako, nenda kamuombe msamaha kwanza huyu uliyemkosea, ndio uje ulete sadaka yako ukaitoe, ndio ikakubalike kwa Mungu, na wao warudi kwa huyu hapa. Huu uchafu wote waliomchafua, kutafuta watu hao wengine wauni kwenda kumchafua mpaka anapewa siku sijui 70 sijui na ngapi 70 masaa 72, warudi kwanza wakamuombe msamaha. Mimi nawaambia, mimi kama mama ninawaapia kabisa Mungu aliye juu mbinguni, yani wasiporudi kunya kumuomba msamaha wakakaa vizuri, hii timu haiwezi kaendelea mbele. Mimi nawaambia kabisa, abaki analia machozi, yani uchungu, ana uchungu na analia kwa sababu ile pesa alitafuta yeye mwenyewe. Na wajua aliipataje? Aliiba, aliroga, alilala kuzimu, alifanya nini? Hawajui ile pesa alipata wapi. Alafu leo unatoka huko from nowhere unakuja kumzungumzia maneno mabaya nani Mo. Ndio maana sometimes inaweza kuwa hata hatushindi, wachezaji wanafika pale wanakuja wanacheza vizuri, mwisho wa siku wanakuwa wachezi vizuri. Yaweza kuwa madudu yao haya hapo. Mtu analaani, anatoa laana zake, anakuwa anahuzunika. Mtu akihuzunika uweze kufanikisha. Mimi nawaambia, unadhani kwa hiki kinachoendelea tajiri anaweza kaendelea kutoa fedha kwa ajili ya kuiboresha Simba? Kama wakirudi wakamuomba msamaha na wakakaa vizuri, wakakaa sawa, kila kitu kitakaa sawa. Hakuna jambo linaloshinda kwa sababu ni mtu anayesali. Yeye ni mtu anayesali, mimi namuona mara kwa mara hata kwenye ni mtu ambaye yeye anasali, kama ana madhambi yake na makosa yake, lakini sisi tunamuona ni mtu anayemjua Mungu. Na yeyote yule aliyeumbwa akawekwa hapa duniani, hakuna aliyeumbwa akawa wa sala. Kila mmoja ameumbwa wa kusudi na kila mmoja anamjua Mungu. Lazima atakubali na mambo yataisha. Ila mambo wayamalize kabisa. Wasitoke hapo mbele wanatuambia tu support timu yetu, tuanze sasa hivi timu yetu inacheza vizuri. Inacheza vizuri. Kwanza maliza tofauti hizi ambazo zilizopo hapa. Juzi wote nini hao wachambuzi nini wamemvamia, kila mtu kavamia anavyojua. Kweli anapata machozi, anatoa chozi lake kule. Unafikiri kuna kitu kitakachoendelea hapo? Mimi nawaambia kiuhalisia kabisa. Sikwambii kwamba naongea kwenye media au naongea kufanya nini. Mimi naongea kabisa linalotoa kwenye moyo. Na inaongea kabisa wafanye kitu cha namna hiyo. Yule alitoa pesa yake, hakutoa mawe. Kumbuka zile pesa alizitafuta. Umeshanielewa? Mimi nishai kutoa pesa yangu nikampa mtu. Nilikuwa akaninunulia mizigo. Akaja akanidhulumu. Kaniambia mimi ulinipa kiasi fulani. Nilimwambia chukua hela zote, ilikuwa sijui milioni ngapi. Nilimwambia chukua hela zote, nilikuwa nanunua mazao. Nilimwambia chukua hela yako yote. Alichukua, mimi nikaondoka, nilikuwa na kwangu mkononi, nikanunua mzigo, nikamaliza nikaondoka. Watu walinifuata wanitambia wewe mama ni mchawi. Waliniambia mama mchawi. Nikamwambia mimi sio mchawi. Ila mimi nimemsamea, sikumsamea kutoka ndani ya moyo. Nimemsamea, naambia Mungu mwenyewe ndiye atakayenilipa. Ogopa mtu atakayekwambia Mungu ndiye atakayenilipa. Yaani hiyo jua ni laana kubwa sana. Mama, ni kwa kiasi gani Simba inakupa maumivu? Labda kwa upande wako kwanza kaelezea mashabiki wakakusikiliza. Mimi Simba yangu inanipa maumivu kwa sababu gani? Kwanza mimi siwezi kuongelea kwa mashabiki. Wenyewe mashabiki wananiona. Uwanjani wanaingia nikiwa vipi? Mimi naingia mle uwanjani. Yaani nafanya kama vile ndo niwape morali hata vijana wadogo. Wanaoniona naenda uwanjani, ninavyoenda nimevaa naingia gharama zangu. Yaani watu wengine wasema hivi huyu mama mpaka anaingia gharama namna hii na anaenda uwanjani mapema. Kwa nini na mimi nisifanye nini? Na mimi nisiingie uwanjani? Hii ni morali tu ya kuwaamsha hata wale watoto wadogo, hata vijana wadogo, hata wasiopenda kwenda mpirani na wenyewe waende mpira. Na kuna watu wengi mimi wanaonifuata nyuma. Kuna watu wengine wanakuja uwanjani. Nashangaa kwa nini hawafuati viongozi kuwaomba hela za tiketi? Kwa nini nifuatwe mimi niombe hela tiketi? Na ninawapa, hata juzi nimewapa pale uwanjani. Mama hatuna tiketi. Nikachukua hela nikawapa. Mama nimepungukiwa hela ya kununua kadi. Shilingi ngapi? Nimepungukiwa 3000. Nawapa. Kwa nini wananifuata? Wanajua kwamba naipenda Simba. Wanafahamu kabisa mpaka mtu anakufuata. Kujua naipenda Simba.
Mimi nilikuwa naumwa unavyoniona hapa. Mimi nilikuwa sitembei kabisa, lakini tangu nilipoanza kuingia kwenye Simba na inashabikia Simba na inapotembea na mimi nipo nafanya hivi nipo. Yaani sasa hivi najisikia niko vizuri. Kuna sasa hiki kinachotokea kinaweza kukufanya wewe uvunjike moyo na kuacha kuifuatia Simba? Mimi siwezi kuvunjika moyo. Mimi nafuata logo ya Simba. Na yani Simba ndio naoifuata. Sifuati mtu. Mimi sina kiongozi na wala sina bosi. Sisi huyo kiongozi tumemweka sisi. Unakuja kiongozi kutupandilia juu wakati wewe ndio tumekuweka pale. Alafu mtu anatoka hapa ananiambia kwamba mama usiingie kwenye media usiendelee kuongea, unyamaze sijui. Unaninyamazisha kama nani? Mimi siombi hela. Mimi sijai kuomba hela. Naingia uwanjani kwa pesa yangu. Mimi naingia pesa zangu ndio zinazofanya timu ifanye vizuri kwa sababu naingia kwa kiingilio changu. Na kile kiingilio sio kwa ajili ya Simba tu. Kuna TFF inachukua, kuna mwenye uwanja anachukua. Kwani ninapoingia pale na hela yangu, kwani nampelekea kwa sababu yeye kwa ajili ya yeye mwenyewe Simba hivi anizuie kwamba nisiingie uwanjani? Unanizuia kama nani? Huwezi kunizuia kuingia uwanjani. Ile ni timu yangu. Mimi naipenda na naingia mle kwa pesa zangu. Sijai kuomba pesa mtu, sijai kuomba tiketi hata siku moja. Na sijai kuingilia njia ya panya. Kwamba eti labda ni shilingi 30,000 au 20,000, eti nitoe shilingi 5,000. Mimi natoaga keshi yangu na tiketi yangu nafika pale na inakaguliwa kama ni 30, kama ni 40, kama ni 20, na niingia pale kihalali kwa pesa yangu. Kwa hiyo hakuna mtu wa kunitisha. Nitaongea vyovyote vile mimi ninavyoweza, nitaongea chochote. Ninapoona timu yangu inaenda kinyume, nitaongea. Ninapoona viongozi wanaenda kinyume, nitaongea. Hakuna mtu akunifunga mdomo. Huu mdomo nimepewa na Mungu. Huu mdomo mimi silipii vati. Huu mdomo ni wa kwangu. Lazima nitaongea na hakuna mtu anayenipa pumzi mimi. Na siishi kwenye pua ya mtu. Kwa hiyo mimi nina uwezo wa kuongea lolote ambalo liko halali kuliongea. Ninatoka kwenye kinywa changu. Ina maana mimi sijatukana mtu na sijafanya chochote kile. Sijakashifu mtu, sijakashifu biashara ya mtu. Wale waliokashifu biashara ya watu mbona hawajawazuia? Hawajawazuia siingie uwanjani. Mimi siendi kuomba kwamba naenda kuomba msaada, kwamba nambembeleza mimi kiongozi hii nikaombe msaada kule. Mimi siombi msaada popote pale. Hata kwa kiongozi mimi siombi msaada. Mimi najua kutafuta pesa. Mpaka dakika unavyoniona nimesimama hapa, natafuta pesa na najua jinsi ya kutafuta pesa na inaingiaje. Na ni bibi unaniona tembea, nimesimama hapa. Lakini natafuta pesa na nipo natembea.